Umoja wa Falme za Kiarabu UAE umeishutumu Irani kwa kufanya shambulio kubwa dhidi ya meli mbili za mafuta zilizokuwa zikisafiri katika mlango wa bahari Hormuz, tukio ambalo limeongeza kwa kiwango kikubwa mvutano wa kijeshi katika eneo la Ghuba ya Uajemi na kuzua hofu mpya kuhusu usalama wa usafirishaji wa mafuta duniani. Kwa mujibu wa Wizara ya Ulinzi ya UAE, shambulio hilo lilisababisha kifo cha mfanyakazi mmoja raia wa India, huku watu wengine 8 wakijeruhiwa. Miongoni mwa waliojeruhiwa ni raia 6 wa India na 2 wa Ukraine, ambapo majeruhi 4 wameripotiwa kuwa katika hali mbaya na wanaendelea kupatiwa matibabu. Meli hizo zilipata uharibifu mkubwa baada ya kushambuliwa zikiwa katika moja ya njia muhimu zaidi za usafirishaji wa mafuta duniani. Wizara hiyo ilisema kitendo hicho ni ukiukaji mkubwa wa sheria za kimataifa na kinahatarisha uhuru wa usafiri wa majini pamoja na usalama wa nchi zote zinazotegemea mlango wa bahari wa Hormuz kwa biashara ya kimataifa. UAE ilisema kuwa mashambulizi dhidi ya meli za kiraia hayawezi kuvumiliwa na yanaweza kusababisha athari kubwa kwa uchumi wa dunia ikiwa hali itaendelea kuzorota. Shambulio hilo limezidisha wasiwasi kuhusu usalama wa njia hiyo muhimu ya baharini ambayo hupitisha sehemu kubwa ya mafuta na gesi asilia inayouzwa katika soko la kimataifa kila siku. Wataalamu wa masuala ya usalama wameonya kuwa mashambulizi ya mara kwa mara katika eneo hilo yanaweza kuvuruga biashara ya kimataifa, kuongeza gharama za bima kwa meli na kusababisha kupanda kwa bei ya mafuta duniani. Wakati huo Rais wa Marekani Donald Trump alitangaza kuwa vikosi vya Marekani vilianzisha mashambulizi mapya dhidi ya malengo ya kijeshi ndani ya Iran kwa usiku wa 3 mfululizo. Trump alisema operesheni hizo zinaendelea kwa nguvu kubwa kwa lengo la kuzuia kile alichodai kuwa ni vitisho vinavyotokana na Iran dhidi ya usalama wa eneo hilo kwa maslahi ya Marekani. Tunaishambulia Irani kwa nguvu kubwa, alisema Trump, akisisitiza kuwa Marekani haitaruhusu vitendo vinavyotishia usalama wa usafiri wa kimataifa katika mlango wa bahari wa Hormuz. Mbali na operesheni hizo za kijeshi, Trump pia alitangaza hatua mpya ya kiuchumi, akisema Marekani itaanza kutoza ada ya 20% kwa meli zitakazopita katika mlango wa bahari wa Hormuz. Alisema hatua hiyo inalenga kugharamia operesheni za kulinda usafiri wa majini na kuhakikisha njia hiyo inaendelea kuwa salama kwa biashara ya kimataifa. Tangazo hilo limezua mjadala mkubwa wa kimataifa, huku baadhi ya wachambuzi wakisema kuwa linaweza kuongeza mvutano zaidi kwa kuwa Iran imekuwa ikisema kuwa mlango wa bahari wa Hormuz haupaswi kudhibitiwa na taifa lolote la kigeni. Kwa upande wake, waziri wa mambo ya nje wa Iran alikataa msimamo wa Marekani na kusisitiza kuwa Iran itaendelea kuwa mlinzi wa mlango wa bahari wa Hormuz. Alisema Tehran haitaruhusu hatua zozote zitakazokiuka mamlaka yake katika eneo hilo na kwamba usalama wa njia hiyo ya baharini utasimamiwa kwa kuzingatia maslahi ya nchi za ukanda huo. Baadaye, jeshi la walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu IRGC lilitoa taarifa likidai kuhusika na shambulizi dhidi ya meli hizo mbili za mafuta. Kwa mujibu wa IRGC, meli hizo zilikuwa zimepuuza maonyo ya vikosi vya Iran, zilizima mifumo yao ya utambuzi wa safari na kujaribu kupita katika njia ambayo ilidai ilikuwa imewekewa mabomu ya baharini. IRGC ilisema hatua hiyo ilikuwa operesheni ya kijeshi iliyolenga kuzuia kile ilichokiita ushirikiano wa baadhi ya meli za kibiashara na adui mvamizi. Aidha, jeshi hilo lilionya kuwa meli au nchi zitakazoendelea kushirikiana na maadui wa Iran zinaweza kukabiliwa na hatua kali zaidi katika siku zijazo. Katika taarifa yake, IRGC pia ilisema kuwa mashambulizi hayo ni ujumbe wa wazi kwamba kufunguliwa tena kwa mlango wa bahari wa Hormuz kutategemea hali ya usalama katika eneo hilo. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV Online.